السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني كبزي chake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani fillah, bado tuko katika tafsiri ya suratul Waqi'a, na kama tulivyoeleza katika darsa iliyotangulia au darsa ya jana, tulieleza ya kuwa uslubu utakayotumia katika kufasiri sura hii ni kwamba kuna baadhi ya aya tutakwama na kufafanua kwa undani, na kuna baadhi za aya tutapita kwa juu kwa sababu ya munasaba wa siku ya Kiyama, na sura hii inaangazia juu ya siku ya Kiyama. Na maadamu sura hii yaangazia juu ya siku ya Kiyama, tukasema yaangazia pia katika janna, kadhalika yaangazia nar, kadhalika yaangazia hali ya watu itakuwa vipi siku ya Kiyama, na tutakuja tutajua kwa undani zaidi kwamba siku ya Kiyama kutakuwa na 3 groups, hakuna any fourth. Sasa wewe jua hali ya watu siku ya Kiyama, kisha wewe utienia wataka kuingia katika kundi gani. Lakini bado tuko katika aya ya 3 leo na aya ya 4, na naomba Allah subhanahu wa ta'ala tubarikie katika wakati. Kuna baadhi ya nukta muhimu yanayoangazia siku ya Kiyama, tutakwamia na kufafanua kwa undani ili mupate taswira iliyokamilika. Maadamu hiyo ndio siku inatusubiri na ndio siku iliyokuwa yenye kumshughulisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tulieleza jana hadith, japokuwa baadhi ya ulama wamezungumzia, lakini al-Imam Ibn Hajar amehasanisha hadith. Na ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipoonekana na mvi nyele nyeupe, akaulizwa na Abu Bakar, ya Rasulullah, naona umeanza kuwa na mvi. Akasema shayabatni, sura ngapi alitaja? 5. Shayabatni Hudun walwaqi'a walmursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Asema hizi sura 5 zimenishughulisha akili mpaka nyele zangu zimeanza kuwa nyeupe, nimepata kuwa na mvi. Kwa nini? Kwa sababu ya hali inavyoangaziwa siku ya Kiyama. Na tutakuwa ni wenye kuangalia kwa nini ar-Rasul mpaka akawa na nyele nyeupe. Mkijua uzito wa siku ya Kiyama, na nyinyi pia mtapata kuwa na hofu, na hivyo ndio inavyotakikana, kwa sababu ukiogopa siku ya Kiyama itakuepusha na shari nyingi hapa duniani. Tulieleza katika darasa iliyotangulia kwamba Kiyama ipo, idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba, na tukio hili si tukio la uongo. Na tukaeleza namna Qur'ani imeweza kujibu maswali ya wale ambao walikuwa na shaka juu ya Kiyama, na namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutoa maradhi ya shaka katika nyoyo za watu kuhusiana na kuwepo siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu akataja sababu kadhaa na kadha na kadha, mpaka yule ambaye anayeshaka na siku ya Kiyama huwa na yakini kwamba hii siku ni siku ambayo inayotusubiri. Tutaendelea leo insha Allah, tutamwambia qari yetu atusomee kuanzia mwanzo mpaka aya ya 5 insha Allah, ikiwa wakati utaturuhusu. Mmehifadhi aya 2 za kwanza? Mmehifadhi, sio? Tumesema tutahifadhi hii sura. Naam, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون. Madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuthibitishia kwamba kiyama ipo, na akawa ni mwenye kutueleza ya kwamba kiyama musiwe na shaka nayo, na si jambo la uongo, ni jambo la ukweli. Yatosheleza Mwenyezi Mungu aseme kiyama ipo, lakini Allah kutilia mkazo akwambia tena mimi sisemi uongo, ni kuonesha uzito wa hili jambo na uzito ya wale ambao wanaopinga na kukataa kwamba kiyama ipo, mpaka imebidi Mwenyezi Mungu aseme laysa liwaqa'atiha kadhiba, tukio hili si tukio la uongo, nasema ukweli. Mwenyezi Mungu asema, na kiyama ikija itakuja na mambo ambayo si ya kawaida. Na leo tutaangazia aya ya 3 na aya ya 4 kuonesha namna kiyama itakuja na kubadilisha mambo na kutuonesha mambo ni tofauti na vile tulivyojua. Allah amesifu siku ya kiyama khafidhatur rafi'ah. Khafidha linaloteremshwa ama linaloshukishwa, rafi'ah linalonyanyuliwa na kupewa daraja. Hasa kiyama itakuja, viumbe wengine watakuwa ni wenye kushukishwa na viumbe wengine waliokuwa chini hapa duniani watakuwa ni wenye kunyanyuliwa. Sasa hapa duniani tuje katika viumbe sisi wanadamu, tunanyanyuana kwa misingi 7. Tunakuwa ni mwenye kumtukuza mtu akiwa na mmoja katika haya mambo 7. Utampatia mtu heshima kama na ilmu, tasema huu ni msomi, elimu aina yoyote. Au jambo la pili, utampatia mtu heshima na kumpatia daraja kwa sababu ni mtu wa kufanya amali ya khairi. Au sababu ya 3, kuna watu wanaheshimiwa hawana ilmu wala si watu wenye kuwa na amali nzuri, lakini wana mali, tawatukuza. Na wengine hupewa cheo na daraja kwa sababu ya namna watu wanavyowasikiza. Wao ni influencers, wana wafuasi. Yani wao ni watu ambao wakizungumza na watu kuambia jambo, nendeni left, watu wanaenda left, nendeni right, watu wanaenda right. Sasa madamu mtu anaweza kusukuma watu kuelekeza sehemu fulani ama kuwapatia mwelekeo fulani, utaona watu wanamheshimu yule mtu. Wengine duniani huwa ni wenye kutukuzwa kwa sababu ya nguvu waliokuwa nao kwa mwili. Sababu ya 5. Sababu ya 6, wengine wanaheshimika kwa sababu wametoka kutoka familia fulani. Aiza kwa mtu ni ovyo, lakini because he carries that name, babake ni fulani au babu yake ni fulani ama kutoka jamii fulani, anakuwa ni mwenye kupewa daraja. Bali wengine hutukuzwa na kupewa daraja kwa sababu ya uzuri, na hii ni hasatan kwa wanawake. Mwanamke mrembo atatukuzwa hata kama ni mwanamke mzinifu, mwanamke mchafu, lakini kwa sababu uso wake wavutia, mwili wake wavutiwa, wanadamu sisi tutampa daraja. Hivi vipimo havifai siku ya kiyama, kwa sababu hapa duniani tuweka vipimo na viegezo ambavyo si za sawa. Sasa Allah asema siku ya kiyama ikifika, khafidha, hawa ambao hawakuwa wanastahiki kuheshimiwa na kupewa daraja, walikuwa na daraja ya juu hapa duniani, watashukishwa. Rafi'ah, na wale waja wema ambao walikuwa kidharauliwa watapewa daraja.
So siku ya kiyama ghafla mnamwona mtu aliyekuwa yuheshimiwa zero, hana lolote mbele ya Mwenyezi Mungu. Hasa Allah yuintroduce siku ya kiyama katika hii sura kuambia kwamba hili jambo lipo na litatokezea, na si la uongo, ni jambo la ukweli, na likija kiyama haya ndo mambo yatakayotokezea. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwalea masahaba ridwanullahi alayhim, alikuwa akiwapatia malezi ya kuonesha watu musithaminiane kwa haya mambo, musidanganyane. Thaminiane au mpatie mtu heshima na cheo zaidi kwa sababu ya ucha Mungu wake. Kwa sababu kuna watu mwawaheshimu hapa duniani, ikifika siku ya kiyama mutashangazwa. Mtu akija kwako wamnyenyekea, wamsikiza, lakini ngoja uone hali yake siku ya kiyama. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa pamoja na masahaba. Sasa sahabi mmoja amekaa karibu naye, akapita mtu pale. Faqala ma ra'yuka fi hadha, huyu mtu wamonaje, ni mtu gani katika community kwetu hapa? Qala rajulun min ashrafi nnas, huyu ni katika wanaoheshimiwa katika jamii yetu, katika watu. Hadha wallahi hariyun in khataba an yunkah, huyu wallahi akija kuleta posa mahali nataka binti atapewa moja kwa moja. Wa in shafa'a ay yushaffa, na akija kumzungumzia mtu kwa niaba ya mtu yeye atakakuoa atapewa. Akija akizungumza kwa niaba ya fulani apewe mke, atapewa kwa heshima yake. Ni mtu yasikika, yaheshimika. Ar-Rasul akasema, hivi ndo mnavyomfanya huyu mtu, ndo alivyo kwenu? Amena, naam ya Rasulullah, hundi katika wanaoheshimiwa kwetu. Fasakat ar-Rasul akanyamaza sallallahu alayhi wasallam. Marra rajulun akhar, baada muda akapita mtu mwingine. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma ra'yuka fi hadha, na huyu wa pili mwamonaje? Faqala ya Rasulullah, hadha min fuqara'i almuslimin, huyu katika madhaifu waliokuwa katika baina yetu Waislamu. Hadha hariyun in khataba an la yunkah, huyu hata akienda kupeleka posa mahali hakuna mtu atampatia msichana wake. Kisha akasema wa in shafa'a alla yushaffa, na akisema mtu fulani asaidiwe, mtu fulani huyu apewe mke, yeye na huyo wote watafukuzwa, hakuna anayemtambua. Ar-Rasul akasema wa in qala alla yusma' liqawli, na akisema, akitoa mawazo, akitoa rai, watu wanampuuza, hawamsikilizi. Ar-Rasul akasema, hivi ndo mnavyomuona? Amena, naam ya Rasul, hivi ndo tulivyo. Yani ndo uliniuliza maoni yangu, sio? Tumuona vipi? Ar-Rasul akasema, hadha, wamuona huyu ambaye mnamdharau ama anaidharauliwa, hadha khairun min mil'i al-ardh mithlu hadha, huyu mmoja ni mbora mbele ya macho Mwenyezi Mungu kuliko huyu mheshimiwa, ikiwa wako idadi ya watu waliojaza duniani. Wacha yeye, duniani leo tuko watu wangapi? Almost 8 billion, si ndio? 8 billion people katika mfano wa huyu mheshimiwa mnamheshimu, na huyu mmoja mbele ya Allah, huyu ndo ana thamani kuliko 8 billion mfano wa huyu. Ar-Rasul ambaye hizi mizani hamujui, lakini siku ya kiyama mtakuja mjue mizani ya usawa. Katika hadithi nyingine, Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Abi Huraira, afwan ya Abi Dharr, akhrajahu Ahmad fi musnadi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alimuuliza Aba Dharr, ya Aba Dharr, irfa' basaraka fanzur arfa' rajulin tarahu fi al-masjid. Ar-Rasul alimwambia Abi Dharr, hebu angalia nani mtu ambaye ana cheo zaidi mwamona ndani ya msikiti. Fa idha rajulun jalisun alayhi hulla, wakamwona mtu amekaa pale amevaa mavazi mazuri, apendeza. Faqultu hadha, huu ndio katika wanaoheshimika.
Kisha Rasul sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, akamwambia, ya Aba Dharr, irfa' basaraka fanzur awda'a rajulin tarahu fil masjid. Angalia ndani ya msikiti mtu ambaye mamona ni duni kabisa, yani mtu ambaye hali yake ni ya chini. Akiangalia akamwona mtu mavazi yake kidogo, akamwambia huu ndo kidogo watu hali yake ndo ya chini wa kupewa sadaqa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia Aba Dharr, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Allah ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, na apa kwa Mola wangu ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, la hadha, huyu ambaye mumona ni duni, afdalu inda Allah yawm al-qiyamah min qurabi al-ardi mithla hadha, huyu wallahi siku ya kiyama ni mbora kuliko mfano wa duniani wamejaa watu wa mtu wa kwanza, sampuli ya kwanza. Kisa na Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba na kuwakumbusha juu ya khafidatu rafi'a. Siku hiyo, siku ya kiyama, watanyanyuliwa watu ambao nyinyi mwaona kwamba ni duni, na watakuwa ni wenye kudidimizwa watu na kutweza watu ambao mwawaheshimu, hawana thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Mfano mwingine, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam siku moja ameenda safari, alikuwa pamoja na Abdullah ibn Mas'ud pamoja na masahaba ridwanullahi alayhim, akawachukua. Walipoingia katika shamba, wakaingia katika boma, nini likafanyika? Kulikuwa na mtende. Abdullah ibn Mas'ud kwa sababu alikuwa ndo mdogo, ndo mwembamba, akapanda kwenda kutunda lile tende, amkabidhi nani? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa ni mwenye kupanda, katika hali ya kupanda, upepo ukaja ikapiga nguo yake, miguu yake, na baadhi ya mapaja yakaonekana. Sasa Abdullah ibn Mas'ud ni sahabi ambaye alikuwa ni mfupi tena mwembamba na miguu yake membamba. Sasa masahaba wakiangalia waona miguu yake yaninginia, upepo karibu kumbeba, wakaanza kucheka. Hasa Rasul na watu wanacheka, uliza mimma tadhakun, mwachekeshwa na nini? Qalu ya Rasulullah min diqqati saqai, tuacheka kwa sababu miguu yake madogo membamba. Wasomali huwa wanatukanana, wanasema lugha basta, mtu mwenye mguu kama spaghetti. Asema Rasul, mwacheka kwa sababu ya miguu yake? Wallahi la innahu athqalu fil mizani yawm al-qiyamati min jabal Uhud. Ngoja muje siku ya kiyama mumwona Abdullah ibn Mas'ud akiwekwa juu ya mizani, miguu yake hayo ni mazito kuliko jabali Uhud, namna imelivobeba thawabu na kufanya thawabu iwe nzito. Miguu yake ametumia katika kwenda jihad, miguu yake amekuwa ni mwenye kutumia kwenda msikitini, miguu yake ametumia kunihudumia mimi. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa kiwa khadim Rasulillah, mpaka Rasul sallallahu alayhi wasallam akitaka jambo yomtafuta Abdullah ibn Mas'ud, akimwambia Abdullah ibn Mas'ud, wewe hata nyumbani kwangu usibishe, wewe ingia tu. Ruhusa hiyo alipewa, hata hakupewa Abu Bakar, alipewa Abdullah ibn Mas'ud. Asema mwacheka miguu yake, ngoja ifike siku ya kiyama utaona uzito wake. Na siku ya kiyama watu watakuwa ni wenye kupewa daraja na mambo yatakuwa ni yenye kubadilika. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amwangazia Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, namna alivyokuwa na thawabu na imani na taqwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr bil ummati, qala wuzina Abu Bakr bil ummati farajaha. Abu Bakr radhiyallahu anhu alikuwa ni mtu mwembamba, mwembamba sana, kiasi cha kuwa wajua mtu kama hana tumbo, ile nguo kikoya hata ni shida. Ama sote tuna tumbo, hatujui shida kwa mwembamba zeo. Watu wakiwa ni wembamba, akifunga hata ile kikoya haishiki tumbo vizuri.
Hasa Bakar radhiallahu anhu alikuwa akifunga ile nguo yake ya chini ya shuka ya kuwa juu ya macho ya miguu, na Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, ma asfala ka'baini fa fi an-nar, nguo yote inayoshuka juu ya jicho ya juu ya ankle fa fi an-nar. Abu Bakar radhiallahu anhu kila saa yavuta juu, kwa sababu hata tumbo yake ilikuwa haina nyama yaweza kushika ile nguo. Lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, Abu Bakar radhiallahu anhu akiwekwa juu ya mizani na ummatu Muhammad, kuanzia Umar, Uthman, Ali, mimi, wewe, mpaka atakayezaliwa siku ya Kiyama, tuwekwe kwa mizani, nani ana thawabu? Abu Bakar ana thawabu kutushinda. Jamani, Umar, Uthman, Ali, sote wa Kenya, Waislamu, mpaka siku ya Kiyama watakaozaliwa, tukiwekwa upande mmoja, akawekwa Abu Bakar upande mmoja. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wuzina Abu Bakr bil umma farajah. Abu Bakar aliwekwa upande mmoja na ummatu Muhammad wakawekwa upande mwingine. Abu Bakar akawa ndo mzito katika thawabu na katika imani. Ya subhanallah, imani yetu yote ile tu pamoja haifikia Abu Bakar, hata pamoja na imani ya Umar. Ayuha almu'minun, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amewalea masahaba kuonesha ya kwamba tafuteni daraja siku ya Kiyama, si hapa duniani. Na hamna faida uwe na daraja duniani, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu wafanya nini? Waangushwa. Kuwa na daraja na cheo hapa duniani peke yake haikufaidishi lolote. Na hii aya inakuwa ni yenye kutuonesha ya kwamba tuwathamini watu kwa uchamungu wao. Kuna baadhi ya adabu lazima tuwe nayo. Kuna baadhi ya watu tutawapatia heshima kwa sababu ya heshimiwa kwao. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, idha atakum karimu qaumin faakrimuhu, akija mtu ambaye ni kiongozi kwao na yuheshimika, akija kwenu na nyinyi pia mumheshimu. Sijui kama tuelewana. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, anzilin nasi manazilahum, mtu akiwa na cheo na heshimiwa kwao na daraja, mpatieni cheo na haki anayostahili. Leo akija msikitini Jamia Mosque kutufanyia ziara MCA wa hapa, na akija rais wa nchi, namna atakavopokea ni tofauti, kwa sababu Ar-Rasul asema, anzilin nas manazilahum. Madamu mtu yaheshimika kwao na mtu ambaye ametukuka, na sisi tutafanya nini? Kwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipata viongozi ambao ni kufaru Quraish, lakini maadamu Quraish wanawaheshimu alikuwa akiwaheshimu. Maadamu Quraish wanawatukuza alikuwa akiwatukuza hata kama ni mushrik. Lakini isikupelekee umuone mtu ni duni eti kwa sababu mizani ya vipimo vako vya kidunia wana huyu mtu hana lolote, hana chochote. Utakuwa surprised siku ya Kiyama. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, inna min ibadillah al-atqiya al-akhfiya, katika waja wa Allah kuna wacha Mungu waliofichika hata hamuwajui, na mtakuja kujua siku ya Kiyama ni kina nani, kwa sababu siku hiyo idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatu rafi'a. Aya hii kama sisi wanadamu, kando na kutupatia mwongozo, tusiwe ni wenye kudharau watu, kwa sababu hujui ni nani ana cheo mbele ya Allah, na hujui nani ndo wali wa Allah, na hujui nani ndo rafiki wa Allah. Hata masahaba hawakujua kwamba huyu maskini siku ya Kiyama na daraja ya ajabu, na huyu ambao wanamheshimu hana thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Masahaba pia walikuwa hawajui. Kwa hivyo wewe kama mwanadamu
usiwahi kumdharau kiumbe yoyote, mwanadamu yoyote, kwa sababu hujui ana cheo gani mbele ya nani? Mbele ya Allah. La pili, ikiwa wewe ni mtu mcha Mungu na ni mtu wa kheri, lakini hapa duniani hutambuliki, hapa duniani huheshimiwi, hapa duniani hujulikani, isikutie huzuni, kwa sababu duniani si sehemu ya kulipwa. Mwenyezi Mungu hulipa watu wapi? Akhera. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo yoyote ambaye anakuwa na takwa, anayekuwa ni mwenye kudharauliwa na ni mcha Mungu, isimtie hofu. Hapa duniani si sehemu pa kulipwa. Mwenyezi Mungu ameandaa siku ambayo atanyanyuliwa, khafidhatu arrafi'a. Watukufu wa Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala angazia kwamba mizani itakuwa sawa siku ya Kiyama, na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua watu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akinyanyua watu, wale ambao waliokuwa kipendwa na Mwenyezi Mungu watapata daraja, na wale ambao waliokuwa ni maadui wa Mwenyezi Mungu watadidimishwa. Aliposema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khafidhatu rafi'a, watanyanyuliwa wengine na watashukishwa wengine, na wengine watanyanyuliwa. Katika watu ambao watakaoshukishwa ni munafiqin. Mwenyezi Mungu asema innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kadhalika kuna waumini watakuwa ni wenye kupewa daraja, lakini ni waumini waliokuwa na amalu salih. Mwenyezi Mungu asema وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Atakayekuja na imani siku ya Kiyama na atakayekuja na amali nzuri, Allah asema siku hiyo watapata daraja tena ya juu kabisa. Allah asema walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, na huko akhira ndo kila mmoja atapewa daraja na kufadhilishwa. Ama wale ambao waliokuwa na daraja hapa duniani na walikuwa ni maadui wa Mwenyezi Mungu, Allah yuwaangazia katika Qur'ani suratul Mutaffifin. Mwenyezi Mungu asema innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun, wale waovu, wale ambao waliokuwa kimpiga vita Mwenyezi Mungu maadui zake, walipokuwa duniani walikuwa wakiwakejeli na kuwafanyia istihzai na kuwacheka waumini. Wa idha marru bihim yataghamazun, na waumini wakipita pale wanakuwa ni wenye kuambia mwangalie yule, mwangalie vile alifu, wanawacheka waumini. Allah sema mwisho wa aya فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ yanzurun. Allah sema siku hiyo hao ambao waliokuwa wakimpiga vita Mwenyezi Mungu na kiwacheka waumini, basi hali itabadilika, waumini watawacheka. Na waumini hali yao itakuwa vipi? Ala al-araiki, wako juu ya viti ya ufalme. Duniani waumini walikuwa wakidhalilika, maadui walikuwa na makafiri walikuwa wakiwa ni na daraja, lakini siku hiyo watakuwa juu ya kiti cha enzi na kiti cha ufalme, kisha wakiwacheka wakiingizwa motoni. Khafidhatu rafi'a, si wanadamu peke yake, bali viumbe vingine vilivyokuwa juu vitaletwa chini, na viumbe vingine vilikuwa chini vitanyanyuliwa. Mfano, siku ya Kiyama ikifika, nyota siko juu, nyota zitaanguka. Hizi nyota ambazo tunaona wanaambia aim the star, wewe lenga nyota huko, hizi nyota zitaanguka siku ya Kiyama. Allah asema subhanahu wa ta'ala wa idhal kawakibu intatharat wa idhan nujumu inkadarat, hizi nyota zitaanguka kutoka sehemu zake zije chini. Khafidha, zitashukishwa.
rafi'a, na zilizokuwa chini pia katika viumbe vingine kando na wanadamu vitanyanyuliwa. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataamrisha majabali yanyanyuliwe. Jabali hizi ambazo ziko katika ardhi utaona ziko juu katika anga zimenyanyuliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wama adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Na majabali zitatoka na zitarushwa juu na zitakuwa zikienda katika anga kama vile suf, pamba unapoitupa katika anga utaona majabali yakienda huku na kule. Na tutaiangazia katika aya inayokuja vipi majabali yatakuwa ni yenye kwenda kulia na kushoto na juu ya anga. Hasa khafidha, kadhalika nyota zitashukishwa. Rafi'a, majabali yatanyanyuliwa, na majabali haya yakinyanyuliwa basi ardhi itaanza kutetemeka. Kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ardhi hii haitetemeki kwa sababu majabali ndio yanazuia. Ni kama nguo ukianika unaweka peg, sio? Kwa nini? Ili nguo isifanye nini? Isibebe na upepo. Ile peg ukitoa ya bebe. Kadhalika ardhi, jabali ni kama msumari imedungiliwa ndani ili isifanye nini? Ikicheza. Sasa siku ya Kiyama majabali yatakuwa ni yenye kunyanyuliwa, na hapo ndo ardhi itaanza kutetemeka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tueleza khafidatu rafi'ah. Katika sifa nyingine ya Kiyama, idha rujjatil ardu rajja, na itakapotetemeshwa ardhi mtetemesho mkubwa. Na kwa nini itatetemeshwa? Kwa sababu majabali yatafanya nini? Yameondolewa. Mtetemeko wa ardhi ni jambo zito katika nafsi ya wanadamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia taswira ama ametuonjesha aina ya mtetemesho katika ardhi hii. Utasikia sehemu fulani ardhi imetetemeka, watu kadha na kadha wamekufa. Mtetemeko mkubwa uliotokezea katika ardhi ni mwaka juzi. Ardhi ilitetemeka kwa masekunde kadhaa katika nchi ya Turkia 2023, mwaka juzi Februari tarehe 6. Kwa hizo sekunde chache watu 56,000 wakafa, just for a few seconds. Na hii ni kionjo tena kwa muda mchache, lakini Allah anapoangazia siku ya Kiyama, khafidatu rafi'ah idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotetemeshwa ardhi hii mtetemesho mkubwa sana. Na mtetemeko huu Allah ameangazia katika kitabu chake. Mwenyezi Mungu asema katika aya nyingine, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameangazia mtetemeko huu, na sababu ya mtetemeko huu kukithiri ni kwa sababu ya majabali kuondoshwa. Ama sisi kupata mtetemeko katika ardhi kabla siku ya Kiyama ni kionjo na ni sababu ya kusafishiwa madhambi ili watu wasiingizwe motoni. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ummati hadhihi ummatu marhuma adhabuha fi dunya alfitan wazalazil walqatl walbalaya. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema umma wangu ni umma Mwenyezi Mungu amewahurumia ili wapate kusafishiwa madhambi yao wasiingizwe motoni. Allah ataleta kuwaonja hapa duniani kwa fitna na kwa zalazil, mtetemeko wa ardhi, na kwa uwawa na kwa balaa kuwafikia,
mfano wa hali ya ndugu zetu waliokuwa Falastini. Mwenyezi Mungu awafariji. Allah subhanahu wa ta'ala ameangazia mtetemeko huu katika Qur'ani, na akabainisha kwamba katika neema yangu niliyokuwa nayo juu yenu ni kwamba ardhi hii haitetemeki kila wakati. Nimeithibiti. Mwenyezi Mungu asema, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Jibal, haya majabali yamedungiliwa katika ardhi ili ardhi ipate umakinifu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukumbusha neema zake nyingi, na miongoni mwa neema Mwenyezi Mungu asema, je, mimi hii ardhi hii si nimeithibiti isipate kucheza cheza mkae vizuri? Allah Subhanahu wa Ta'ala abainisha kwamba hii aya, idha rujjatil ardu rajja, basi kuna sura imekuwa ni yenye kuangazia namna hali itakavyokuwa ardhi ikitetemeka. Na Mwenyezi Mungu akazungumza na wanadamu akawaambia, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. Mwenyezi Mungu asema, ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni Mola wenu, mogopeni Mola wenu. Inna zalzalata as-sa'a, mtetemeko wa kiyama ikija, shay'un adhim, ni kitu kubwa sana. Allah alikuwa mkubwa awaambia hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Allah akisema ni kubwa, jamani, ni kubwa. Shay'un adhim. Kisha Allah asema hali namna itakavyokuwa ni siku ambayo yawma tarawnaha, siku utaona, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, siku mama anainyonyesha mtoto wake, ardhi inapotetemeka amrusha mtoto, kila mmoja yajihofia kwa sababu ya panic. Uliona wapi mama akimtupa mtoto wake mchanga akimnyonyesha? Siku hiyo utaona. Kisha Mwenyezi Mungu asema, watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na utaona mama akijifungua. Na mwajua uchungu wa mwanamke anapojifungua, mtoto anapotoka. Na Maryam alayha salam alipokuwa anajifungua na Nabii Isa yuaja duniani, alikuwa yuahisi maumivu mpaka akisema, laitani mitu qabla hadha, laiti mimi uchungu huu naohisi afadhali nife. Uchungu wa mwanamke anapojifungua kupata mtoto ni uchungu wa hali ya juu, na hii huwezi hata kumlipa mamako uchungu huu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alipokuja haja, alimuona mwanamume ametoka Yaman, amembeba mamake kwa mgongo, akiwa amembeba kwa mgongo wake kutoka Yaman mpaka Maka, akifanya tawaf. Akaja kwa Abdullah ibn Umar ibn Khattab akamwambia, ewe sahabi wa Mtume, mamangu mimi nimembeba kwa mgongo wangu, amehiji kwa mgongo wangu, hajagusa chini, hajapata tabu, je, nimemlipa? Akamwambia, hata ile uchungu wa kupata mtoto pale akifanya hata hiyo bado hujaweza kumlipa. Hasa Allah asema siku hiyo, kwa sababu ya hofu, mwanamke hata hisi uchungu wa huyo mtoto, atatoka tu. Watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, kisha kila mmoja wanakimbia huko. Yani kuna ardhi yatetemeka, hakuna utulivu, and it's not few seconds, ni muda ardhi inatetemeka, tena majabali hayamo. Kwa hivyo namna ardhi inavyocheza, watu wakimbia left, right and center. Allah asema, watara an-nasa sukara,
na utaona watu ni kama walevi, hawana balance. Allah asema wama hum bisukara, wala hawajapata ulevi wala hawajalewa, akili yao iko sawa. Walakin adhab Allah shadid, lakini adhabu ya Allah ni nzito. Hii ndio siku ya kiyama inayotusubiri, mtetemeko wa ardhi peke yake. Na mu'min lazima afahamu hii ni siku nzito. Lakini siku hii ambayo ni siku nzito, watu watakuwa katika makundi matatu. Wawili watafanikiwa na moja atafeli. Lakini kabla hatujaangazia, Mwenyezi Mungu atueleza pia moja katika hali ya siku ya kiyama. Wabussatil jibalu bassa fakanat habaan mumbatha. Tutajua katika darasa inayokuja insha Allah. Tumeamini 45 minutes, by 45 tutamaliza. Kwa hivyo insha Allah, Mwenyezi Mungu akitupatia uhai na uzima, darasa inayokuja tutaangazia majabali. Hizi jabali hali itakavyokuwa siku ya kiyama mpaka mwisho wake. Kisha baada hapo Allah asema wa kuntum azwajan thalatha, na siku hiyo mtakuwa katika hali tatu, makundi matatu. Makundi mawili watafanikiwa na mmoja atafeli. Sasa tutajua zaidi juu ya majabali, na hii aya ya wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha tutaizungumzia kwa ndani insha Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.